Nafasi ya Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria. Tumezungumza na mwandishi wa habari za michezo kutoka Afrika Kusini, Mtokozis Dube, ambaye ametoa maoni yake juu ya ubora wa kocha huyo. It's a very interesting move. Ni hatua nzuri na ya kuvutia ambayo kocha Steve Barker ameifanya. Moja kati ya makocha waliokaa kwa muda mrefu ndani ya ligi ya Afrika ya Kusini. Nafikiri amejiunga na Stellenbosch tangu 2017. Amekuwa pale kwa miaka 8 hivi sasa. Amewapa taji moja na timu ndogo kama ile ambayo imepanda daraja mwaka 2018. Nafikiri ni mafanikio mazuri kwake. Amezalisha baadhi ya wachezaji kadhaa akiwemo Ikram Reynolds, Jaden Adams. Kwa hiyo kuna idadi ya wachezaji kadhaa wa sasa ambao wamepita kwenye mikono yake na wanafanya vizuri kwenye timu mbalimbali. Nafikiri ameenda kwenye timu ambayo ndoto yake kubwa ni kushindana kwenye level ya kimataifa, sehemu ambayo yeye pia anahitaji kuwa kama kocha. Ni kocha mzuri, anaweza kushindana, japo bado ana kazi kubwa ya kufanya kupunguza gap mbele ya Yanga. Kwa hiyo ni hatua nzuri ukilinganisha kwamba kuna wachezaji wa Afrika ya Kusini kwenye timu ambayo anaenda, kwa maana ya Neo Maema pamoja na Bushin Ru. Kwa hiyo itakuwa ni ya kuvutia sana. So it's going to be very interesting. Bana, Simba wamemtangaza Steve Barker kwa wasifu wake na namna alivyo, anaweza akawa kocha sahihi ndani ya Simba. Nafikiri kwenye kocha mara nyingi anapotua kwenye club inabaki kuwa ni gambo ambayo lolote linaweza likatokea. Anaweza kufanikiwa, anaweza asifanikiwe. Lakini kwa maana ya kuitazama profile yake, kitu pekee positive ambacho binafsi kwangu mimi nakiona, inawezekana ni record za miaka ya hivi karibuni za makocha kutoka South Africa ambao wanakuja kufundisha ligi ya Tanzania. Kwa kutazama mifano ya Fadlu, kwa kutazama mfano wa hata yule Saidi Ramovic ambaye alikwenda kufundisha Young Africans, at least kuna kitu unaona kwamba inawezekana kocha asiwe amefanya mambo makubwa sana South Africa, lakini akaja Tanzania na akaweza kufanya kitu. Lakini kwa kuitazama profile yake yeye mwenyewe peke yake, akusema kweli bado ni mwalimu ambaye binafsi namuona ni mwepesi sana ukilinganisha na mahitaji ya Simba, kwa sababu Barker tuseme ni kocha ambaye amefundisha vilabu vitatu limeona ambavyo ni vya South Africa na ni vilabu ambavyo ni vya daraja la kati. Stellenbosch ambao tumewazungumza hapa, ukiachilia mbali walichofanya msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho, hakuna kumbukumbu yoyote kubwa ambayo yeye mwalimu ameiweka akiwa na klabu hiyo. Lakini hata ukiangalia msimu huu Stellenbosch ni miongoni mwa timu ambazo zina struggle, hazina wakati mzuri sana kwenye ligi ya South Africa, yeye akiwa kocha wa club. Kwa hiyo binafsi namuona ni mwalimu ambaye mahitaji ya klabu ya Simba nikiyatazama. Simba ni timu ya wanachama. Tumezungumza hapa issue ya wanachama. Simba ni timu ambayo pressure yake ya kufanikiwa kwa sasa ni kubwa sana. Baada ya kuvunjwa kwa utawala wake kwenye ligi kwa takriban miaka 4. Ni jambo ambalo sio kitu ambacho wanakifurahia. Wanahitaji sana mwalimu ambaye atakuja kuwasaidia kurejesha ufalme wao kwenye ligi na kuongeza ukubwa yale ambayo wanaweza kuyafanya kimataifa. Sasa mwalimu ambaye anakuja ni mwalimu ambaye anatoka kwenye klabu ambayo hajawahi kufundisha klabu yoyote ambayo inapitia pressure ya aina ya Simba, kwa maana ya klabu yenye wanachama na mashabiki wengi. Kwa mfano South Africa pale ni atakiwa awe kama katoka Kaizer hivi au Orlando Pirates. Ukiishi maisha ya vilabu vile manake maisha ya kushambuliwa, kukosolewa tayari unakuwa umezoea. Lakini hiyo ni mtu ambaye ametoka kwenye eneo ambalo ni comfortable zone, kwa maana ya alichofanya Stellenbosch. Kwa mfano matokeo ya msimu huu ya klabu ya Stellenbosch, ukilinganisha pengine na kufika at least nusu finali ya champion ya shirikisho msimu uliopita, ukitazama mwendo wao wa msimu huu, pengine kama ingekuwa ni aina ya klabu ambazo zina pressure kubwa, labda angekuwa ameshafukuzwa na klabu. Lakini ni kwa sababu klabu ambayo mahitaji yake ndio wao wanaona hii ni level ya kawaida. Lakini kwa Simba hawatoweza kuishi na mwalimu kama atakuwa ana perform katika ile level ambayo Stellenbosch wana perform kwa sasa. Kwa hiyo kwangu naona ni mwalimu wa kawaida ambaye kimsingi Simba walichokifanya
hakina tofauti sana walichokifanya mbele ya wale Gaborone United. Baada ya kucheza nao wakamuona mwalimu wao anafaa, wakamchukua. The same na hiyo kwa huyu mwalimu ambaye amemchukua. Labda Charles Abel ni kocha wa mwenye walau sifa zipi chache anaweza akalimudu soka letu la Tanzania wa kigeni, tukiacha wazao wanalijua soka letu, wa kigeni sifa zipi chache anatakiwa awe nazo ambazo anaweza akalimudu soka letu? Mimi kwanza napingana kwa kuanzia napingana na Chenge. Napingana naye kwa maana anajua pressure inategemea pia na nyakati. Simba imeshawahi kupata makocha wenye CV kubwa sana, wasifu mkubwa sana Afrika na hata duniani, lakini mwisho wa siku tuliona walishindwa kuendana na mazingira ya Simba na hata Tanzania. Mfano mzuri tu ni Benchika, alitoka kuipa timu Confederation League, kombe la shirikisho, na akaja Tanzania mazingira akamshinda. Kwamba alikuwa na kocha sahihi, lakini hakuwa katika mazingira sahihi na hakuwa katika wakati sahihi. Sasa ukiniuliza kuhusu huyu kocha ambaye amechukua kutoka Stellenbosch, unajua kitu cha kwanza ambacho mimi naamini kinachoangaliwa ni idea ya mwalimu. Yaani huyu mwalimu anafundisha aina gani ya mpira? Anapendelea nini na aina gani ya wachezaji? Je, inaendana na falsafa yetu au inaendana na falsafa yako? Sasa changamoto ya pressure, inawezekana kule kuwa na pressure kubwa kweli kama ambavyo mmoja anasema, lakini inawezekana huyu mwalimu pia anahitaji kuitumia Simba ili kutengeneza wasifu wake. Na ndio maana tulishuhudia mtu kama Sven van de Broek alikuja Simba akiwa ni kocha ambaye ana ukubwa huo, na alikuja Simba ikiwa na mafanikio makubwa pengine kuliko yeye. Lakini wote tunakumbuka baada ya kutoka Simba, Sven sasa hivi yuko wapi? Leo tunamzungumzia kwa katika ligi kuu ya Belgiji kocha. Alikuja Fadu Davids, Simba alimchukua akitoka kuwa kocha msaidizi. Yaani katika kutazama kwao wakaenda kumchomoa kocha msaidizi. Lakini ndani ya msimu mmoja jina lilijenga. Hizo pressure zote Fadu akaweza kuachieve. Kwa hiyo inawezekana ni kweli hapa akutane na pressure katika Stellenbosch, lakini inawezekana yeye mwenyewe mwalimu pengine kupitia hizo pressure ndo akazidi kujijenga na kuwa na ile kiu ya kufanikiwa zaidi. Lakini pia anakuja katika kipindi ambacho Simba tayari imeshatimua makocha wawili. Yaani unajua kuna ile aibu tu inakuja kwamba tukimtimua na huyu kwa tunazidi kujifelisha. Inaonekana tatizo ni sisi. Kwa hiyo tatizo ni sisi sio kwa chazi ipo Tanzania hiyo. Mimi inawezekana ikawepo, lakini yani unajua changamoto ilivyo. Kwa mfano kama leo pressure kubwa ya Simba iliyopo, mimi ninachoamini ni ligi kuu Tanzania bara. Ambayo ligi kuu Tanzania bara hapo katika right track, hawajapoteza mchezo wote. Kimataifa leo mimi sitaki kuamini eti Simba watamtimua Steve Baker kwa sababu eti timu itashindwa kuingia robo finali, kwa sababu tayari anaikuta timu imeshapoteza matumaini. Yaani leo Simba ikiingia robo finali tunaweza kusema ni kama bahati. Yaani sitaki kuamini kwamba hata kwenye video vya viongozi wa Simba wanaona hiyo nafasi kwamba wao wana nafasi kubwa ya kuingia robo finali. Kwa hiyo nadhani na ligi ya Tanzania wote tunafahamu kwamba hata makocha wetu wazawa akipewa Simba ifundishe anaweza kupambana kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo mimi sioni katika changamoto, lakini ukiuliza ni aina gani ya kocha ambaye Simba wanamhitaji, ukija kwenye swali lako jibu nitajibu moja tu, ni yule kocha ambaye ataimba lugha moja na Simba. Wana lugha yao Simba, kwa lazima ijue na aimbe nao. Yaani naamini klabu zote za Tanzania zina lugha zake, yaani kwenye hizi klabu zetu zozoea. Yaani kwa sababu ninachosema hivyo, tumewaona makocha wazuri wamekuja na kuna makocha waliondoka katika namna ambayo mpaka sisi wenyewe tukabaki tunajiuliza huyu kocha kwa nini kaondoka. Lakini inawezekana kufanya vizuri kila kitu, lakini kocha ameondoka. Timu imefanya vizuri, imechukua ubingwa na watu bado kocha wakaachana naye. Kwa hiyo naamini atakaimba lugha moja na Simba, na ninapozungumzia lugha maana yake ni mahusiano yake yeye na uongozi. Okay, Njenge, unaamini timu zetu wakati mwingine zinashinda na kufanya vizuri kwa uwezo wa walimu? Au viongozi wanajua, wao wanajua wanashindaje? Kocha yupo kwa ajili ya kutimiza matakwa ya utaratibu wa mpira wa miguu. Mimi kumpata mtu alao anaweza kusimamia mazoezi. Mimi ni muumini wa utaratibu Alex. Matokeo yote yaliyotokea kwenye dakika 90 uwanjani
Mimi naamini yameanzia kwenye uwanja wa mazoezi, mwalimu akitengeneza namna gani timu yake itacheza, na baada ya hapo kilichofanyika mazoezini, wachezaji wameenda kukiapply vizuri kwenye mechi na kupata kile wanachotaka. Kama kuna mengine hayo, mimi sio muumini wa hayo, na vile vile wala siyajui. Kwa hiyo naamini katika zile za kile kinachotokea uwanjani, na ndio maana na hata kwenye hizo teuzi za walimu nakosoa. Na kwa mfano Charles hapa ametolea mfano wa issue ya Benchika kwa mfano, ambaye alikuja na profile kubwa. Mimi ni miongoni mwa watu ambao pia nilipinga wakati ule uteuzi wa Benchika kwa kocha wa Simba. Unajua Benchika Simba ulipinga? Niliukataa hapa, nakumbuka. Kama utatafuta wewe kumbukumbu ipo, na niliukataa kwa sababu wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa wapi? Benchika ni mtu ambaye ameishi sana kwenye utamaduni mmoja. Amefundisha timu kutoka kwenye zoni moja, na ni zoni ambayo ilijipata kwenye kila kitu, yani sehemu ambayo ukihitaji hiki unapata, ukihitaji hiki unapata. Anawezaje kuja kukabiliana mazingira ambayo sometimes kuna kukosa, unaweza ukataka hiki ukakikosa. Ndio maana Benchika alikuja hapa, kila mchezaji alikuwa anamuona mchezaji mbovu, hata wale wachezaji ambao klabu ilikuwa inaamini hawa wanaweza wakasaidia, yeye alikuwa anaona ni wachezaji wa kawaida tu ambao akianza kikosi chake pale cha wachezaji 11, kila akiangalia benchi anajiona hana wachezaji. Lakini mashabiki wao, mbona kuna watu pale nje hawatumii mwalimu? Kwa hiyo maana alikuja kama kocha mkubwa kuliko timu yenyewe. Alikuja kama kocha mwenye profile mkubwa, na alitoka kwenye mazingira ambayo hayakumzoesha mazingira ya kukosa baadhi ya vitu. Yalimzoesha kuwa ana cream ya wachezaji bora ambao wameandaliwa katika mazingira mazuri. Unafanya mazoezi kwenye sehemu ambazo miundombinu iko proper kabisa. Maana yake ni mtu ambaye wewe unafikiri Benchika nini kilimuondoa Simba? Mimi nakumbuka ile video yake ya mwisho ilisambaa, ilikuwa wapi? Ilikuwa Tabora ile cha Zabeli. Alikaa uwanjani muda mrefu sana baada ya mechi kuisha. Singida. Ilikuwa Singida. Alitulia karibu dakika 10 yupo kwenye benchi anatafakari. Unajua Benchika kilichomuondoa ni mambo, yani mpira wetu kuwa na mambo mengi nje ya uwanja. Ndio sasa. Sawa. Yeye ni muumini wa utaratibu. Hata kwenye upangaji wa timu. Anapanga timu. Ndio maana kuna baada ya mechi moja kubwa aliondoka. Kaambia bwana, hawa na hawa washazungukiwa. Usiwapange. Akasema mimi siamini kitu kama hicho. Kwenda na uwezo, mtu anajua mtu vile ndio alifanyaga hesabu moja immediately atoa mtu baada ya pale kaja kunawa mikono. Yani hiyo ndio ilikuwa yani matendo yaliyomuondoa yule ni vitu nje ya uwanja. Watu mko serious, mmewekeza, mnafanya fedha, afu kuna mtu mwingine anawasabotage kwa sababu tu kazungukiwa na upande mwingine. Sasa hapo yule maana yule alichondoka ni akaona siwezi, yani yule hawezi kuja kufundisha tena ligi ya Tanzania. Kwa sababu yeye kachukua kwamba hii ligi yani vitu vyote vinafanyika vya nje hivi vyao. Kaamua kwa niondoke sana. Ndio unarudi pale pale kwenye hoja yangu ya kwamba mazingira ambayo yeye alikuwa nayo wakati yuko Algeria, kila kitu kilikuwa, vitu vingi vilikuwa vimenyoka. Sisemi kila kitu, lakini kuna mambo mengi yalikuwa yamenyoka, lakini akaja sehemu ambayo anakuta vitu vingi unavyoviamini wewe vya kimpira, hiyo sehemu hivyo vitu haviaminiki. Kama kocha umeshatengeneza timu yako wiki nzima, umetrain wewe, mchezaji unamtegemea kufanya kazi, alafu mtu anakuambia wewe bwana mweke viongozi bwana, wewe kashanunuliwa wewe. Kanunuliwa vipi? Wewe bwana, huyo atakuchomesha huyo, si nakwambia, si tunajua. Kocha asema Hamisi ameeleweka, anamuona kabisa mtu anavyocheza. Akaona huku mimi naharibu career. Yaani akaona hapa status yangu naiharibu haraka, ngoja nikimbie. Kwa hiyo aliamua, yani wale aliondoa, wale makubaliano ya pande mbili unajua. Ndio. Kwa sababu ambayo si kwa sababu kwa mujibu wa taarifa sasa alikuwa anaenda kumuguza mkewe, ilikuwa kuna vitu anaambiwa haviamini. Akakuja akaviona practically kwenye michezo. Akamini kumbe kuna vitu vya namna hii. Siwezi kufundisha hapa. Kwa hiyo sisi basi tabidi tuwape kazi walimu ambao ni wa kwetu, wanaojua tamaduni zetu. Mwisho siku na kuja sisi na maneno kwamba bwana, sisi tushajua, mimi nishaambiwa najua. Wewe ushavuta mzigo na mimi nakupanga. Na ninakufuatilia tukio moja mpaka lingine kwenye dakika hizi 90. Mimi niko huko. Wewe Njenge, Chazabeli, sina nani, bado taarifa yenu ninayo kama mwalimu. Mshaambiwa mshafuta mzigo na mimi ndio nawategemea. Niko kwenye benchi pale. Nendeni kachomesheni. Kutoka pale. Tazama kushoto, tazama kulia. Uongo sio kweli. Basi watu wakizunguka kwenye account namba mtu kilio.
Watu mzigo umetoka wapi? Hapo wanataka kafanye kazi. Kwa kuna vitu ambavyo viko, ndio maana nikasema hizi timu zetu zina kweli kwa uwezo wa walimu. Kwa hiyo kwamba hata makando kando. Yaani unajua hiyo mjadala mpana, lakini ndio kama nimekuambia, mimi imani yangu naamini timu hizi zinashinda kwa uwezo wa walimu, kwa sababu football huwa inataka hivyo. Kila mwalimu kila mtu anawajibika eneo lake. Walimu wanafanya eneo lao na viongozi wengine wanawajibika kwenye maeneo yao. Bana, Star Times wanatuambia lipa tukuboost zaidi. Mteja wa Star Times ukilipa kifurushi chochote kwa mwezi utabustiwa kwenda kifurushi cha juu yake mwezi mzima bure. Huku ukiendelea kufurahia ligi zote pendwa kama Carabao Cup, La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League zote ndani ya chaneli za michezo za Star Times. Wiki hii sa Jumamosi Desemba 20 kesho, Real Madrid na Sevilla saa 5 usiku ndani ya Sports Premium. Jumapili Desemba 21 Villarreal na Barcelona saa 12:15 jioni ndani ya Sports Premium. Na kwenye Bundesliga leo kuna mchezo unapigwa. Dortmund na Mönchengladbach itapigwa saa 4:30 usiku ndani ya World Football, na Jumamosi kesho itakuwa Heidenheim